sababu kwenye mahusiano, naomba upate wasaa wa ushauri kuhusiana na swala la ndoa ya Zuchu na Diamond Platnumz. Ni msanii mwenzenu. Zuchu amekuwa pia akiatakiwa sana mitandaoni mara kwa na mahusiano na Diamond, na ile swala la ndoa ndio balaa kabisa. Wengine yani kama watu hawataki fulani. Zungumze pia kama mwanamke, pia kumshauri pia mwanamke mwenzako na hao ambao wanamsema eti tu kisa yeye kuingia kwenye ndoa na Diamond kwa mara ya kwanza. Najua watu watasema anashauri nini ndoa na yeye hajaolewa. Anyways, naongea kama mwanamke. Mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe mara nyingi. Zuchu maneno sidhani kama ni kitu ambacho kinamtikisa ama kinamrudisha nyuma. Mimi naamini safari yake ya mafanikio imekuwa fupi sana, na amefanikiwa kwa haraka sana. Kwa hiyo obvious macho ya watu na masikio ya watu yapo juu yake kwa sababu ni mtu ambaye amefanikiwa kwa haraka na amefanikiwa katika umri mdogo. Ana opportunity kubwa sana ya kumchagua mwanaume bora, na ana opportunity kubwa sana ya kuwa na mtu anayemtaka kutokana na ile umri wake na position yake kama mwimbaji. Kuhusu yeye kufunga ndoa na Diamond, kama ni kweli ndoa ipo, mimi namtakia kila laheri. Hakuna, wanasema tembo ashindwi na mkonga wake. Mpaka anaamua kusema yes I do, manake amejua kabisa kwamba nina uwezo wa kuyamudu haya mawimbi ya mapenzi kwa huyu bwana. Diamond ni mtu maarufu, anapendwa na wengi, anaangaliwa na wengi, wanawake wengi ndoto yao kuwa na Diamond. Kwa hiyo akaze. Uzuri wa mwanamke uko ndani ya nyumba, sio kwenye media, sio kwenye vitu vingine. Awe mvumilivu, yatakuja mengi, yataibuka mengi, atafanya yeye mwenyewe pia atakutana na mengi. Yaani huo ndio uhalisia wa ndoa. Hakunaga ndoa ambayo imetulia tu. Atengeneze historia ya maisha yake, yeye kama yeye, bila kuangalia yeye ni nani kwenye jamii. Akiwa ndani awe mke, akiwa nje tumuone Zuchu yule ambaye tunamtaka. Ndoa isimfanye yeye akapunguza ile nguvu ya kufanya kazi. Sisi tumemjua Zuchu kutokana na kazi yake, sio mahusiano yake. Mahusiano yamekuwa kama ni ndimu tu kwenye career yake lakini apige kazi yani kuliko mwanzo, kwa sababu anaweza. Hapo umesema Diamond ni miongoni mwa wasanii ambao wanapendwa na wanawake wengi. Pengine ameanza zamani sana, hata wewe kipindi unaanza sanaa nafikiri ulikuwa unamuona. Ushawahi kuwa na crush naye pengine? Hapana, mimi wakati Diamond ndo watu wengi wanamuona kama sukari, mimi nilikuwa in love asikwambie mtu. Yaani nilikuwa sioni, sisiki. Pengine hapo ndo paliponichelewesha na kuniepusha naye. Tofauti na Diamond, kuna msanii mwingine ambaye anaimba ushawahi kuwa kumpenda maybe au kadate naye kabisa? Hapana, sijawahi kudate na mwigizaji wala Bongo Flava. Basi sisi tumezungumza mengi na wewe, tutokea kila laheri na hongera pia kwa kazi zako. Kwa hiyo tutarajie mengi zaidi ukute mwaka huu. Tarajieni mengi mazuri yanakuja, na msichoke kunifuatilia. Maneno ya Riyama mashabiki zangu yasiwavunje nguvu. Mimi ni Mary yule wala sijabadilika. Tuanze na Chuchans, msanii mwenzenu, ndugu yenu katika sanaa. Leo ana jambo lake. Kipi kilikovuta ukiachana tuna sana lakini kushawishika kuja kumsupport kwenye jambo lake? Kwanza kabisa Chuchans ni mwanamke mwenzangu, lakini pia ni mtu wangu wa karibu, lakini pia tunafanya kazi kwenye taasisi moja, taasisi ya Mama Ongea na Mwanao. Na kama tunavyojua taasisi ya Mama Ongea na Mwanao ni taasisi ambayo inagusa jamii moja kwa moja. Kwa hiyo alipoleta swala la Ligai hadi ya mezani, apart from Ligai, nilivyoona tu nyumba yake ile, I was like, oh my god, umeni surprise. Yaani tunalala hapa tunazunguka mikoani, usemi utamwona tu anachukua simu anaongea mifuko ya simenti, naambia njoo uongelee huku, anajificha anakimbia. But all in all, yeye ni mwanamke, na ukiona mwanamke anasimama kwenye jambo kubwa kama hilo, usipomsupport utakuwa mchawi. Yaani mtu yeyote ambaye ataitwa kwenye kitu kama hichi alafu akakataa kumsupport, ujue huyo ana roho mbaya. Amefanya jambo kubwa sana na amekuwa mfano wa kuigwa, na mimi binafsi ameni-inspire kwamba kwa nini ile nyumba isingekuwa ya Mary na ni ya Chuchu. Kwamba kama Chuchu kaweza, basi hata mimi nitaweza. That's why niko hapa. Naficha sana siri Chuchu.
Ni msiri balaa nakwambia. Utamwona tu simu za pembeni, message za pembeni, amekuwa mwekundu kumbe anagombana na mafundi. Watu wanaweza kuwa wanaona ni watu wenye furaha kukiwa na deal mnaitana wote. Pengine unaweza kutupa behind the scene, mshawahi kugombana maybe kama kundi au moja moja? Mimi na Chuchu? Hapana. Kiukweli tumekuwa kabla hatujawa karibu, labda yeye alikuwa ananiwazia vingine na mimi nilikuwa namwazia vingine, lakini baada ya kufanya kazi pamoja na kuwa karibu, she's a good person. She's a person with a good heart. Hana shida kabisa. Yeah, yani hatujawahi kugombana wala hatuna matarajio hayo. Ndio maana hata ameweza kuniita kwa jambo lake la maendeleo. Mimi ni familia kwake. Yeah. Nipongeze, mnafanya vizuri sana mno tena kwenye ile kazi yenu. Of course ina trend katika mitandao mbalimbali, watu wanaifuatilia, wanapenda kukuona wewe, kumwona Riyama, kuona kina Rozindauka na wengine mpo katika timu moja na nini. Documentary fulani hivi hatari noma sana. Reality show fulani hivi hatari noma sana. Ile idea ilitokeaga wapi? Ile idea mimi niliitwa tu kama mfanyakazi kwamba Mary, tumeona kitu ndani yako, wewe sio mtu wa media na mara nyingi tumekuwa tukitafuta interview zako na tunazikosa. Tunataka sasa maisha yako yale ambayo waandishi wa habari na Watanzania na watu wengine waliokuwa wanataka kuyajua, tuyageuze kuwa pesa, tukulipe pesa, alafu ukubali kuchukua maisha yako kuyaweka public. Niliona ni deal nono, pesa kidogo ambayo sijawahi kulipwa, yani ni pesa ambayo nono, mshiko wa kutosha. Nikarudi kwa management, walikuwa waoga kidogo kwa sababu kila mtu ana upande wake mzuri na mbaya. Na baadaye walivyoona pia deal, pesa ikaongezwa. Baada ya kuona kwamba Mary sasa analeta ugumu, muda unazidi kwenda, pesa ikaongezwa. Lakini kwa upande wa familia ilileta ugumu. Familia yangu imekuwa ni watu ambao wananisupport sana. Ugumu ulikuja kwamba mtoto wangu anatakiwa kuingia kwenye maisha yangu na watu wamjue, waanze kumuona, niweze kumzungumzia tabia zake na namna ambavyo namlea. Hiyo ndio ilikuwa shida, kwamba sasa hapa unataka kuchukua mambo yako ya kazi kuyaingiza kwenye familia. Na mtoto kama unavyojua hajafikisha miaka 18, babake ni mtu maarufu. Inaweza ikatokea kitu kidogo ambacho baadaye kitakuja kumwathiri kwenye maisha yake ya ukuaji. Hiyo ndio ilikuwa shida ya familia yangu, lakini tulikaa tukawekeana mipaka kwamba tutazungumza hichi, tutaonyesha hichi na hichi kitaendelea kuwa siri za familia. Wakanipa baraka zao. Kwa hiyo ile kazi haikuwa na ugumu. Nilipoitwa pia mimi tu nilivyoambiwa idea, nilifurahi kwa sababu kwa Tanzania naenda kukaa kwenye historia kwamba na mimi nakuwa mshiriki wa kwanza wa The Mami Club kwa Tanzania. Ndio msimu wa kwanza, ni show ambayo haijawahi kufanyika. Kwa hiyo mimi kuingia kwenye historia kwenye career yangu ni kitu kizuri. So yeah. Kuna sababu kwenye mahusiano, naomba upate wasaa wa ushauri kuhusiana na swala la ndoa ya Zuchu na Diamond Platnumz. Ni msanii mwenzenu. Zuchu amekuwa pia akiatakiwa sana mitandaoni mara kwa na mahusiano na Diamond. Na ile swala la ndoa ndio balaa kabisa. Wengine yani kama watu hawataki fulani. Zungumze pia kama mwanamke pia, kumshauri pia mwanamke mwenzako na hao ambao wanamsema eti tu kisa yeye kuingia kwenye ndoa na Diamond kwa mara ya kwanza. Najua watu watasema anashauri nini ndoa na yeye hajaolewa. Anyways, naongea kama mwanamke. Mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe mara nyingi. Zuchu maneno sidhani kama ni kitu ambacho kinamtikisa ama kinamrudisha nyuma. Mimi naamini safari yake ya mafanikio imekuwa fupi sana. Yaani amefanikiwa kwa haraka sana. Kwa hiyo obvious macho ya watu na masikio ya watu yapo juu yake. Kwa sababu ni mtu ambaye amefanikiwa kwa haraka na amefanikiwa katika umri mdogo. Ana opportunity kubwa sana ya kumchagua mwanaume bora na ana opportunity kubwa sana ya kuwa na mtu anayemtaka kutokana na ile umri wake na position yake kama mwimbaji. Kuhusu yeye kufunga ndoa na Diamond, kama ni kweli ndoa ipo, mimi namtakia kila la heri. Hakuna, wanasema tembo ashindwi na mkonga wake. Mpaka anaamua kusema yes I do, manake amejua kabisa kwamba nina uwezo wa kuyamudu haya mawimbi ya mapenzi kwa huyu bwana.
Diamond ni mtu maarufu, anapendwa na wengi, anaangaliwa na wengi, wanawake wengi ndoto yao kuwa na Diamond. Kwa hiyo akaze. Uzuri wa mwanamke uko ndani ya nyumba, sio kwenye media, sio kwenye vitu vingine. Awe mvumilivu, yatakuja mengi, yataibuka mengi, atafanya yeye mwenyewe pia atakutana na mengi. Yaani huo ndo uhalisia wa ndoa. Hakunaga ndoa ambayo imetulia tu. Atengeneze historia ya maisha yake, yeye kama yeye, bila kuangalia yeye ni nani kwenye jamii. Akiwa ndani awe mke, akiwa nje tumuone Zuchu yule ambaye tunamtaka. Ndoa isimfanye yeye akapunguza ile nguvu ya kufanya kazi. Sisi tumemjua Zuchu kutokana na kazi yake, sio mahusiano yake. Mahusiano yamekuwa kama ni ndimu tu kwenye career yake lakini apige kazi yani kuliko mwanzo kwa sababu anaweza. Hapo umesema Diamond ni miongoni mwa wasanii ambao wanapendwa na wanawake wengi. Pengine ameanza zamani sana, hata wewe kipindi unaanza sanaa nafikiri ulikuwa unamuona. Ushawahi kuwa na crush naye pengine? Hapana, mimi wakati Diamond ndo watu wengi wanamuona kama sukari, mimi nilikuwa in love asikwambie mtu. Yaani nilikuwa sioni, sisiki. Pengine hapo ndo paliponichelewesha na kuniepusha naye. Tofauti na Diamond, kuna msanii mwingine ambaye anaimba ushawahi kuwa kumpenda maybe au kadate naye kabisa? Hapana, sijawahi kudate na mwigizaji wala Bongo Flava. Basi Mercy, tumezungumza mengi na wewe, tutokea kila la kheri na hongera pia kwa kazi zako. Kwa hiyo tutarajie mengi zaidi ukute mwaka huu. Tarajieni mengi mazuri yanakuja na msichoke kunifuatilia. Maneno ya Riyama mashabiki zangu yasiwavunje nguvu. Mimi ni Mary yule wala sijabadilika.